Mkuu wa Mkoa wa Kusini Unguja, Hamida Musa Hamis, amezindua Madrasatul Dini Islamia iliyopo Kijundu, wilaya ya Kati, iliyojengwa na ufadhili wa Nuru Yakini na Firdaus Help Foundation ya Uholanzi. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi huo, pamoja na mengineyo aliyozungumza, mkuu huyo wa mkoa amegusia swala la udhalilishaji, huku akisema kina mama ndiyo nguzo ya familia na jamii, hivyo wanapaswa kutambua wana nafasi ya kipekee ya kugundua viashiria vya awali vya udhalilishaji kwa watoto wao. Niwie radhi kusema yanafanywa katika maeneo hayo, skuli, madrasa, ya udhalilishaji. Na ndiyo maana, na hili tunawashukuru na kuwapongeza sana ofisi ya Mufti kwamba sasa wameamua kutoa taaluma kwa walimu wa madrasa, kama ambavyo Wizara ya Elimu inatoa taaluma kwa walimu wa skuli. Namna gani wao watawalinda watoto wakiwa kwenye mikono yao, namna gani na wao watabehave kama watu wazima na kujua ni kwa jinsi gani hawapaswi kujiingiza kwenye matendo yasiyofaa. Nazungumza hili nikiwa kiongozi, nina mifano mingi ya walimu wanaojihusisha na matendo ya kuwadhalilisha watoto. Na tunapozungumzia kuwadhalilisha watoto, hatuzungumzii kubaka na kubakwa tu. Hata hayo matumizi ya bakora yaliyopindukia ni kumdhalilisha mtoto. Na ndio maana mwalimu hapa, shehe wetu, kasema zipo mbinu mbadala ambazo walimu wanapatiwa namna gani watakaa na wale watoto vizuri na wakaelewa na wakawa na utii na uadilifu. Kwa hiyo niendelee kuwaomba, kama walimu wa madrasa hii bado hamjapata fursa, kituo chetu cha Dunga kipo karibu. Shehe wetu awape maelekezo mkupuo unaokuja, na nyie mkapate hiyo fursa ya kushiriki, kupata mafunzo, kuongeza wigo wa ufahamu wenu namna gani ya kuishi na hawa watoto, kuwaelimisha kwa maana ya yale ambayo mnayajua mnayafanya, lakini na mambo mengine ya stadi za maisha za kuwafanya watoke kwenye matukio na matendo ya udhalilishaji ambayo yanafanya. Lakini kuna jambo ambalo mmelizungumza na mkuu wa wilaya kalitaja la kuwashukuru kwa umoja wenu ndani ya shehia hii au ndani ya kijiji hichi. Hilo nalo ni miongoni mwa silaha nzuri inayowalinda watoto wetu. Ikiwa wana kijiji tuko pamoja, tunashirikiana, manake wenye dhamira ya kufanya matendo yasiyofaa kwa watoto tutaweza kuwabaini, na tutakapowabaini tutakuwa wazi kutoa maelezo na ushahidi, kwa sababu hilo ndilo tatizo ambalo tunalipata. Watoto wetu wanadhalilishwa, wanaowadhalilisha wakati mwingine tunawabaini. Wazazi na walezi, twendeni mkatoe ushahidi, watu wanapanga ukoo. Tushirikiane kwenye yaheri, lakini kwenye yashari yakiwemo matendo haya tusikubali kuacha watoto wadhalilike eti kwa sababu aliyehusika ni sehemu ya familia. Tukifanya hivyo, wale watoto watakuwa hawapati elimu na haya majengo ambayo tumeyajenga yatakuwa hayana faida kuwepo. Tunajenga majengo ya aina hii kwa sababu tuendelee kuwalinda hawa watoto, wasome vizuri kwenye mazingira yaliyo bora, lakini pia usalama wao uwepo. Mafunzo yanayotolewa kwa walimu wa madrasa ni sehemu ya kuboresha elimu ya madrasa kama inavyoelezwa na Maalim Abdalla Haji Abdalla. Anafanya kazi zake nyingi na nzuri za kijamii. Moja katika kazi zake ofisi yetu hii ni kuzisimamia hizi madrasa pamoja na misikiti na kuisajili, pia kutoa mafunzo kwa walimu wa madrasa. Na kwa bahati njema tu katika mkoa wetu huu wa Kusini tuna vituo viwili vya mafunzo ya walimu wa madrasa. Kituo kimoja kiko Dunga, hivi sasa hivi kuna mkupuo wa 3 wanamalizia, na Kusini kule kiko katika wilaya ya Kusini Makunduchi, kina mkupuo wa 4 walimu wa madrasa wanapata mafunzo yao haya. Kwa hivyo utakuta madrasa zetu nyingi na mafunzo haya Unguja na Pemba katika wilaya zote. Kwa hivyo ni kazi ambayo inakwenda vizuri. Kwa hivyo hata hapa walimu ambao hawajapata mafunzo hayo basi wafike Dunga wakajisajili na wao wapate mafunzo mazuri.
Madrasa katika jamii zina kazi nzuri na kubwa ya ulezi kwa watoto wetu. Kama tunavyojua sasa hivi kuna udhalilishaji, kuna mmong'onyoko wa maadili. Madrasa zetu hizi zikapangwa vizuri, basi zitafanya kazi nzuri sana katika jamii. Nipongeze sana ofisi ya Mufti Mkuu, kwani kwa sasa baada ya mafunzo hayo wanaandaa mtaala ambao utakuwa unafuatwa katika madrasa hizi zote Unguja na Pemba. Hapa shukrani nazo zikatolewa katika risala iliyosomwa na msimamizi mkuu wa ujenzi Ustaz Juma Hatib. Walionyesha uaminifu mkubwa katika kutunza na kutumia misaada na michango iliyotolewa na hisani. Uaminifu huu ndio uliowezesha kukamilika kwa haraka wa ujenzi huu, tukio pekee lisilo la kawaida la kushuhudiwa leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mara nyingi miradi ya aina hii hukwama katikati kutokana na udhaifu wa usimamizi. Wahisani hukosa imani kuendelea na kusaidia, lakini hapa Kijundu hali imekuwa tofauti. Wasimamizi wetu waliweka mbele maslahi ya jamii kuliko maslahi ya binafsi. Kwa uadilifu wao, jengo hili limekamilika kwa muda mfupi kabisa na leo limesimama mbele yetu kwa ushahidi wa mshikamano na uongozi wa mfano wa kuigwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, umoja wa kijiji chetu ndio nguzo ya mafanikio haya. Ni kweli penye wengi hapa kosi maneno, lakini hayo hakutukatisha tamaa wala kutumbisha. Badala yake amekuwa mwanga na kutia moyo na kutufanya tusonge mbele kwa ari na mshikamano zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama wana Kijundu na Ufufuma tunaahidi mbele yako kwamba jengo hili tutalitunza, kulithamini na tulitumia ipasavyo katika masuala ya dini. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapokea neema hii, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Pia Mtume amesema kwamba mwenye kushukuru ni mwenye kuongezewa neema na mwenye kukufuru ni mwenye kuadhibiwa. Hivyo basi sisi wananchi wa Kijundu na Ufufuma leo tunasimama mbele yako tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema kubwa. Pia tunashukuru wale wote waliogusa maisha yetu kwa michango ya hali na mali. Kwa kisasa litakuhudumia watoto, vijana, kina mama na wazee. Jengo hili pia litakuwa kiungo cha mshikamano wa kijamii, kituo cha mafunzo na chemchemi ya kheri kwa vizazi vyote. Mheshimiwa mgeni rasmi, mnamo mwaka 2025, yani takriban miaka miwili iliyopita, rasmi tulianza safari ya ujenzi wa jengo hili jipya la madrasa. Hatua ya mwanzo ilikuwa ni kukusafisha eneo na kukusanya vifaa vya ujenzi, jitihada ambazo ziliwezeshwa na wananchi wetu waliotoa michango yao ya mali na nguvu na muda na moyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kadri nguvu ya mshikamano wa wananchi wetu ilivyozidi kudhihirika, ndivyo pia wahisani wetu wa kheri walijitokeza kutunga mkono. Wapo waliotoa fedha, wengine vifaa vya ujenzi, wengine walitupatia ushauri na hamasa. Kupitia mshikamano huu wa kijamii tulibarikiwa na Mwenyezi Mungu. Leo hii tunasimama kwa heshima kubwa. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ni mimi Zulaifa Isa Suleiman.